Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, siku hii ya leo tumepata ile ripoti kutoka kwa daktari bingwa ambaye tulikuwa tumekuja naye majuzi. Jana leo asubuhi amenipatia ripoti, na katika ripoti yake ni kwamba anahitajika kuletwa hospitali hapa ya Lumumba ili wapate kufanya kumpima vipimo mbalimbali ili tupate kujua nini tunaweza kuendelea katika kumsaidia. Bado tuko katika ile process ya kumsaidia nini tuendelee. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutusimamia na amponye mgonjwa wetu. Alikuja kumwangalia. Baada ya kumwangalia akaona sasa huyu mimi mgonjwa wangu, ili nipate kumsaidia zaidi inabidi kuna vipimo ambavyo vinatakiwa vifanyike. Na hivyo vipimo ndio vinapatikana hapa Lumumba, kama CT scan, X-ray, MRI, damu kupimwa tena. Kwa hiyo kuna vipimo vingi ambavyo vinatakiwa vifanyike. Ndio kama umesikia hapo kuna daktari wa plastic surgery, kuna daktari wa spine, wote hao wako hapa wanapatikana. Kwa hiyo hivyo ndio vipimo ambavyo vinatakiwa vifanyike na vingine vya kitaalamu, ili ndio tupate kujua nini kinachomsumbua zaidi, nini tunaweza kumsaidia, na kama chochote kile ambacho tunaweza kumsaidia hapa ama ni Dar es Salaam ama nje ya Tanzania. Mimi naitwa Dr. Said Ismail Msaraka, daktari bingwa upasuaji wa ubongo na mfumo wa hisia. Tumepokea mgonjwa alhamdulillah, na sisi kama timu ya neurosurgery tutafanya vipimo kwa sababu hizi cases ziko nyingi kwa sasa, na kiutaratibu kuna za aina mbili. Kuna ambazo wagonjwa wanakuja katika mazingira ambayo mifumo yao hisia inafanya kazi, na kuna ambao wanakuja mifumo yao hisia huwa haifanyi kazi. Itategemea na sehemu na aina ya ile tunasema athari ya trauma. Sasa kuna vipimo vingi nitakuwa fanya. Kuna MRIs, kuna CT scan, kuna baadhi ya EMGs, kuna vipimo ambao hata hapa kwetu havipo. Lakini tutafanya tuweze kuona kwanza tatizo liko wapi, ukubwa wake ni upi, na nini tunafanya baada ya kipimo. Sawa Je, ni yale ambayo tunaweza tukafanya matibabu ya upasuaji, matibabu pengine ya mazoezi, au matibabu ya dawa, au matibabu ya aina mengine. Yako ile matibabu tofauti tofauti. Kwa hiyo tutafanya inshallah baada ya kuona vipimo vinasemaje. Sawa. Kwa hiyo tushapokea na tutaanza matibabu leo. Atafanya vipimo as soon as possible, at least kuweza kuona kwanza tunaanza na vipi, then baadaye tutafanya collective discussions. Tunakaa kuna jopo, tunajadiliana, tunadiscuss namna gani ya kuweza kumsaidia. Shukrani kubwa nitoe kwa viongozi wangu ambao wananijali na kunisamini kama mwana wao. Kwa leo nina furaha sana kubwa kwa kunipa tumaini. Leo tumekuja Lumumba kwa ajili ya vipimo. Insha Allah Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi, vipimo vitatimia
na kwa uwezo wa Mungu inshallah mume wangu atapoa. Hali ya sasa hivi ni nzuri kwa sababu alhamdulillah huduma anapata, anashughulikiwa kwa wakati. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu na viongozi wangu pia ambao wamenipa support mpaka sasa hivi. Namshukuru rais wangu wa Zanzibar Dr. Ali Hussein Mwinyi, nakushukuru sana. Nakushukuru kwa kuniletea daktari kwa kuja kumuona mume wangu, na alhamdulillah mpaka sasa hivi tunashughulikiwa, tupo vizuri. Nakushukuru sana. Mungu akujalie, akupe moyo zaidi wa huo ambao unao. Na Mheshimiwa Asma pia namshukuru, ni sasa na mama yangu. Nampa cheo cha mama yangu maana sina mama, ila yeye sasa hivi ni mama yangu. Namshukuru sana mama yangu Asma Hassan Mwinyi kwa upeo Mungu alompa. Mungu amjalie awe na moyo huo huo, azidi zaidi ya hapo ambao anao.